Karibu sana wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninawaomba usikilivu mwema, na kama haujaweza kujiunga na hichi kituo, tafadhali chukua sekunde 1, 2, 3 kapiga subscription. Ushindi wa Samia Suluhu Hassan umeweza kupingwa. Samia anaambiwa kwamba takwimu za matokeo ya uchaguzi wa 29 Oktoba haziendani na takwimu za wapiga kura. Yaani, unaona yale matokeo ambayo yaliweza kutolewa na tume ya uchaguzi Tanzania ya INEC haziendani kabisa na takwimu ambazo ziliweza kuonekana za watu ambao walipiga kura. Inasemekana kwamba watu ni wachache ambao walipiga kura, lakini takwimu ambazo zinatolewa na tume ya kusimamia uchaguzi Tanzania INEC ni za kudhalilisha na ni za kudanganya. Sasa kuna mhadhiri wa chuo kikuu Tanzania mwenye anaitwa Dr. Richard Mbunda ameweza kuzungumza na kukataa katakata ushindi wa Samia. Ninakuomba niweza kukusomea jinsi ambavyo ameweza kuzungumza. Anasema kwamba Dr. Richard Mbunda anaeleza kwamba takwimu za matokeo ya uchaguzi wa 29 Oktoba haziendani kabisa na takwimu za wapiga kura. Wahusika wa tume ya uchaguzi Tanzania INEC wa kutengeneza uongo hawakuwa makini. Yaani, wanasema kwamba yale matokeo ambayo waliweza kutangaza kwamba Samia alishinda karibia kwa kupata kura milioni 31 kwa kura ambazo zilipigwa milioni 32, hata hawakukuwa makini ili kuweza kutoa zile takwimu. Kwa nini? Dunia nzima iliona kwamba watu hawakuenda kupiga kura, lakini ukiona takwimu ambazo ziliweza kutolewa eti kwamba Samia alishinda kwa 98% ni ya kushangaza. Sasa mhadhiri huyo akaendelea kusema kwamba hivi, naomba ni kusomee: hatutaelewana, eti jumla ya wapiga kura milioni 32 plus walitokeza kupiga kura. Anauliza eti kwamba watu milioni 32 walijitokeza kupiga kura ile siku ya maandamano, ile siku ambao Watanzania walikuwa wamesusia. Sasa akaendelea kusema hivi, kati ya hawa wote eti 98% wakampigia kura Samia Suluhu Hassan wa chama cha CCM, sawa na karibu nusu ya Watanzania. Akaendelea kusema kwamba cha ajabu, huyu mshindi wa kura mwenye anasema kwamba alipata kura kwa 98%, anaogopa 2% tu ambao hawakumpigia kura, na mpaka leo hajulikani anaishi wapi. Yaani, huyu mhadhiri wa chuo kikuu upande wa Dar es Salaam Bwana Dr. Richard Mbunda anasema kwamba ndio, wacha tu assume kwamba Samia alishinda kwa hiyo 98% ambayo anasema. Mbona basi anaogopa hii 2% ya Watanzania na haijulikani mahala ambapo anaishi? Mara unampata Zanzibari, mara unampata Dodoma, mara unampata Dar es Salaam. Hataki kuishi mahala pamoja, anajificha.
na hata ukijua kwenye mikutano ambayo anaenda unapata kwamba anakuja na magari ya kijeshi wa JWTZ wengi sana. Basi kama aliweza kushinda kwa 98%, ni kwa nini anaogopa hii 2%? Kumaanisha hii 2%, watu milioni 1 peke yake ndio wanamuogopesha, kwa sababu hii 1% ambayo inasemekana kwamba Samia aliweza kupata inatokana, ukichukua zile kura zote ambazo ziliweza kupigwa na zile kura ambazo aliweza kupata, kura milioni 32 akapata milioni 31. Hiyo ni kumaanisha 98% ya kura zote ambazo zilipigwa, kumaanisha alipata kura milioni 31, lakini anaogopa watu milioni 1 peke yake. Penye anaishi haijulikani, akitembea anatembea na usalama mkali. Wacha nikueleze mpenzi mtazamaji, mtu mwenye ameshinda kwa hiyo 1%, wachana na 90%, na mtu mwenye ameshinda na 60%, hata hakuna haja aweze kutembea na usalama mahala ambapo anaenda. Hata haitakikani hata kutembea na usalama, kwa sababu wananchi wanampenda, kwa sababu wananchi wanamjua, kwa sababu wananchi wamemkubali. Lakini kwa mara ya kwanza dunia nzima tunaelezwa kwamba mtu kashinda kwa 98%, lakini anaogopa 2% peke yake. Sasa huyu mhadhiri mwenye anaitwa Dr. Richard Mbunda akaendelea kusema hivi: bila shaka anajuta kweli kweli kwa kushiriki uhuni na uovu wa namna hii kisiasa, kiasi cha kuishia kuua watu akidhani atapata uhalali. Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi Tanzania INEC Mwambegele na mkurugenzi wa uchaguzi Ramadhan Kailima hamtakwepa mkono wa sheria, kwa kuwa ndio mlichochea mauaji ya ndugu zetu zaidi ya 10,000 Tanzania. Akaendelea kumalizia kueleza kwamba kaeni mkao wa kumsindikiza aliyekuwa bosi wenu ama aliyekuwa bosi wetu Samia Suluhu Hassan kwenda ICC kujibu mashtaka yenu ya uuaji. Yaani, kaeni mkao wa kumsindikiza aliyekuwa bosi wetu Samia Suluhu Hassan kwenda ICC kujibu mashtaka yenu ya uuaji. Ukiona huyu mtu mwenye anaitwa Dr. Richard Mbunda hamtambui Samia kama rais wa Tanzania halali, anamtambua Samia kama rais mustaafu, kwa sababu ametumia kwamba kaeni mkao wa kumsindikiza aliyekuwa bosi wetu Samia Suluhu Hassan kwenda ICC kujibu mashtaka yenu ya uuaji. Unaona, anamwambia kwamba hata mjaribu kujificha kivipi, Samia lazima atapelekwa ICC kwenda kujibu mashtaka ya kuua. Na kulingana na Bwana Richard Mbunda, anaeleza kwamba watu ambao waliweza kuchochea Watanzania wakauawa ni mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi Tanzania ya INEC Mwambegele pamoja na mkurugenzi wa uchaguzi Ramadhani Kailima. Wao ndio waliweza kuchochea mauaji ya ndugu zaidi ya 10,000 Tanzania, na wanaelezwa kwamba hawatakwepa mkono wa sheria. Sasa huyu Richard akamalizia kusema hivi: mulionywa lakini hamkusikia wala kuelewa, kwa tamaa ya madaraka ilikuwa kali, ikafunika akili na ufahamu wetu wa maamuzi sahihi. Anaeleza Samia, anaeleza mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi Tanzania Mwambegele pamoja na mkurugenzi wa uchaguzi Ramadhani kwamba tamaa ya madaraka ilifunika akili zenu na ikafunika ufahamu wenu
mpaka yale ambayo mliweza kuyaamua hamkuweza kufikiria kwamba yatawaletea madhara baadaye. Kwa hivyo unaona Bwana Ramadhani ambaye ni mhadhiri anaeleza kwamba uchaguzi ama ushindi wa Samia ni haramu na hata hapaswi kuitwa rais halali, anapaswa kuitwa rais wa zamani, rais mstaafu. Sijui kama wewe unatambua Samia kama rais halali au rais haramu. Naomba niweza kupata wazo lako kipindi hichi ambacho nimeweza kumalizia hii kanda hapa. Je, unamuunga mkono Dr. Richard Mbunda kwa haya maamuzi ambayo ameweza kuyasema kwamba takwimu za matokeo ya uchaguzi wa 29 Oktoba haziendani kamwe na takwimu za wapiga kura? Yaani watu ambao walijitokeza kwenda kupiga kura ni wachache. Na ukiangalia zile takwimu ambazo ziliweza kutolewa eti kwamba Samia ndiye aliweza kushinda kwa kupata milioni kura ama milioni 31 za kura, ni kumaanisha kwamba wale wahusika wa kusimamia uchaguzi walichukua zile karatasi za kupiga kura wakaendelea kutiki. Wakaona penye picha ya Samia iko wanatiki na kusema kwamba Watanzania walienda kushiriki zoezi la kumpigia Samia Suluhu Hassan kura. Sijui wazo lako ni lipi? Naomba niweze kupata wazo lako. Kama unamkubali Samia kama rais wako au kama unamuunga mkono Richard Mbunda mwenye anasema kwamba Samia sio rais halali wa Tanzania. Tupatane kwa kanda ijayo. Mwenyezi Mungu awabariki.